Mheshimiwa Mstahiki Meya, mradi huu kimsingi ulianza mwaka 2017. Ndio hasa wazo la ujenzi wa shule hii ili kupunguza msongamano, lakini kusaidia kata hii ya Kimanga iweze kuwa na ufanisi katika utoaji wa elimu. Lakini wazo lenyewe, utekelezaji wake ulianza mwaka 2020. Shule hii ndipo ambapo ilianza kujengwa. Afisa tarafa atakuwa ni shahidi na baadhi ya wajumbe wa baraza lako ni mashahidi. Mfumo ambao ulikuwa unatekeleza ni mfumo wa force account kama taarifa ilivyosoma. Lakini toka mwaka 2020 hakuna kitu kilichoendelea na jengo lilikuwa limefika ghorofa ya pili. Lakini kwa maelekezo ya kwako Mstahiki Meya na maelekezo ya lililokuwa baraza la madiwani kuhakikisha kwamba miradi yote tunaikamilisha kwa wakati ili iende kuhudumia wananchi, lakini kulinda thamani ya fedha za walipa kodi ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, baraza lako liliazimia kwamba management iwe na utaratibu wa kutembelea miradi kila Jumamosi ya wiki, na hiyo ikawa ni kipimo cha management katika utendaji. Kwenye ziara ya management Mstahiki Meya pamoja na kamati yako mwaka jana, tulifika hapa kuja kuona jengo hili. Tulipokea malalamiko kutoka kwenye bodi kwamba jengo hili limekaa miaka mingi. Toka 2017 mpaka kufikia mwaka jana 2025, jengo hili lilikuwa bado halina mkandarasi, lakini lilikuwa kama gofu. Tulichukua maamuzi magumu ya kufanya upembuzi, lakini ya kufanya tathmini ya kina kuona ni namna gani tunaweza tukakwamua mradi. Tunakushukuru Mstahiki Meya, tunalishukuru baraza la madiwani kwa maelekezo yenu. Tulifanya maamuzi magumu. Kwanza, kuondokana na aina ya ujenzi ambao ulikuwa unatuchelewesha, lakini matumizi mabaya ya fedha za serikali, tukaenda kwenye mfumo wa contractor. Kwa hiyo toka ameanza mkandarasi huyu Mstahiki Meya, kazi inaendelea vizuri. Jengo hili lilikuwa na matatizo makubwa. Moja ilikuwa ni strength, ambapo tuliwahusisha wenzetu wa DIT kupima, lakini kubaini mapungufu makubwa ambayo yalikuwa tayari yapo kwenye jengo lenyewe, ambayo yasingekidhi mahitaji na matarajio ya utoaji wa elimu na ufundishaji. Mstahiki Meya, baadhi ya mambo ambayo yamefanyika hapa ni kutoa milango yote, lakini jengo lilikuwa halina sakafu. Kwa hiyo sakafu tulifanya utaratibu wa kurejesha na kuweka marumaru. Jengo halikuwa na vyoo, na vyoo hivyo kwa sasa ukiangalia tayari tumeshaviweka. Lakini kwa nature ya jengo lenyewe Mstahiki Meya, utaona lilipo ni pafinyu. Yako maombi ya kata kupitia Mheshimiwa diwani wa kata hii ambaye ni ndugu Julius, kwamba waliomba kama WDC kwamba katika mpango na bajeti, katika fedha ambayo umeidhinisha wewe na kamati yako ya fedha na baraza la madiwani, tuweze kuona tutoe kipaumbele kwenye eneo hili la kufanya extension. Kwa sababu fedha ipo, Mstahiki Meya, ni kuhakikishie sisi wajibu wetu kama wataalamu ni kutekeleza maelekezo ili halmashauri yako iendelee kuwa bora. Kuna eneo hapo nyuma ambalo tayari afisa mipango miji ameanza hatua za awali za kuona kama tunaweza kufidia na hatimaye aweze kuishauri management. Lakini hilo la kwanza. Lakini la pili, Mstahiki Meya, toka shule hii kuanzishwa mwaka 2014, eneo hili lilikuwa halina hati. Naomba kutamka kwako na kamati yako ya fedha, baada ya ziara yetu ya mwaka jana, hati tayari tunayo ya eneo hili. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa ya baraza lako, mafanikio makubwa ya kamati ya fedha, kwamba tunaendelea kutekeleza na kwenda na matakwa ya serikali, lakini msingi wake kwa sasa ni dira ya maendeleo ya 2050 ambayo inataka tuende tukasimamia swala la elimu, utoaji wa elimu, kuandaa rasilimali watu ambayo ina elimu ya kutosha. Lakini si hivyo tu Mstahiki Meya, jengo hili kama unavyoliona, na baada ya extension bado kuna mlango mmoja na huu wa pili wa kuingilia. Lakini tukifanya extension, wataalamu wameshauri walau tuwe na lifti za nje ili kurahisisha kupanda na kuingia. Zinaweza zikawa sio complex, zitakuwa ni za kawaida za kurahisisha movement ya wanafunzi kupanda na kushuka. Na kwa nini hivyo? Ni kwa sababu shule hii ina wanafunzi wengi. Mstahiki Meya, kwa taarifa yangu ya nyongeza na taarifa ambayo imeshasomwa na mkuu wa shule, lakini kwa baraka ya afisa elimu sekondari, kwa heshima na taadhima naomba kuwasilisha, lakini niwakaribishe
kwa ajili ya kukagua jengo hili. Asante sana.